na unawezekana ukaongeza jawabu la 4 na kuendelea. Jamani, rejeeni kitabu hiko. Haya, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona Ibn Uthaymeen hapo ameashiria tu kwa sababu ameshakusomesha hapo nyuma. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, na kauli yake subhanahu wa ta'ala katika ayati sifati, ni imekuja hii katika suratul Maida aya 64, bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Mayahudi qatalahumullah walikosa haya wakamtusi Allah subhanahu wa ta'ala kwa matusi mabaya sana. Viumbe waovu wale, sio tu kuwaudhi manabii na kuwaua, bal yat'anun fi dhati Allah subhanahu wa ta'ala. Alyahud wanatukana pia katika dhati ya Allah, ni watu waovu sana. Walisema yadullahi maghlula, mkono wa Allah umejikunja, kwa maana bakhili, hatoi. Allah akawajibu kwa ukali, ghullat aydihim, imejikunja mikono yao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa kile ambacho wamekisema. Bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili Allah ni yenye kukunjuka. Allah anamwaga katika riziki zake kwa viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Aya hii bal yadahu, bali mikono yake miwili imekunjuka. Na utaona sifatul yad thabita fil Qur'an, sifa ya mkono au mikono imefanyaje? Imethibiti kwenye Qur'an. Na utaona ayati kwenye Qur'ani zimetaja sifa hii kwa namna mbalimbali. Kuna wakati mikono imetajwa kwenye Qur'ani bitathniya, kwa sifa ya upili, bali yadahu, bali mikono yake miwili. Haya, mfano aya hii pia, lima khalaqtu biyadayya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ibilisi anaambiwa, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ewe Ibilisi, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Mikono imetajwa miwili. Sehemu nyingine kwenye Qur'ani umetajwa mmoja, tabarakalladhi biyadihi almulku, ametakasika, ametukuka yule ambaye katika mkono wake pana ufalme. Biyadihi, na imekuja biyadika alkhair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini pia mkono umetajwa kwenye Qur'ani kwa sifa ya jam'u, kwa wingi, kama ilivyokuja kule katika surati Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Imekuja pale aidina, awalam yarau, hivi hawaoni? Wanajitia hamnazo hawa. Anna khalaqna lahum, kwamba hakika sisi tumewaumbia wao, mimma amilat aidina, katika vile ambavyo, au wanasema katika vile ilivyovifanya aidina, mikono yetu. Mimma khalaqna, mimma amilat, afwan, mimma amilat aidina, katika vile ilivyovifanya mikono yetu. An'aman, tumewaumbia wanyama. Fahum laha malikun, na wao kwa wanyama hao wanawamiliki. Naona kundi lote langu hili, zizi lote hili, nina mazizi 10 mimi, yangu mimi, umeumba wewe. Ndio maana hawana tauhid, wana neema za mifugo lakini wanaabudu mizimu. Wakipata na jambo wanakimbilia kwenye mizimu, kama ni kuchinja tuchinjia mzimu. Allah anasema awalam yarau, hawajaona, anna khalaqna lahum, haika sisi tumeumbia wao, mimma amilat aidina, katika vile ilivyofanya mikono yetu. Aidi, wingi huo. An'aman, tumewaumbia wanyama.
wa hum laha malikun. Sasa ishkali hiyo, mkono kwenye baadhi ya aya umetajwa mmoja, aya nyingine miwili, aya zingine mingi. Uthaymeen atajibu hiyo. Asharhu asifatu thania, sifa ya pili, aliyadani, ni mikono miwili. يقول الشيخ اليدان من صفات الله ثابتة له، mikono miwili ni miongoni mwa sifa za Allah zilizothibiti kwake yeye, bilkitabi was sunna, kwa kitabu na sunna, wa ijma'i salafi, na kwa makubaliano ya salaf. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ushahidi katika sunna, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yaminullahi mal'a, mkono wa kuume wa Allah, mkono wa kulia. Yaminullahi, mkono wa kulia wa Allah, mal'a, umesheheni, umejaa tele kwa tele. Yaminullahi mal'a, mkono wa kulia wa Allah umejaa. La yaghidhuha nafaqatun, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa. La yaghidhuha nafaqatun, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa. Ay la yankusuha, la yankusuha nafaqa. Sahau al-laila wan-nahar, ni mwenye kutoa sana. Sahau nuskha wapi? Min wapi? Riadha. Tayeb, futa mwana mzee wangu. Sahau al-laila wan-nahar, ni mwenye kutoa sana usiku na mchana. Allah anamwaga neema zake. Hadithi imeendelea ila qawlihi, mpaka kufikia kwenye kauli yake, biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine pia ni wa kulia, kwa sababu wakilta yadaihi yamin, na yote mikono yake miwili ni ya kulia. Hapajathibiti mkono wa kushoto kwa Allah. Lillahi yadan haqiqiyatan wakilta yadaihi yamin, Allah ana mikono miwili ya hakika, na yote mikono yake miwili ni ya kulia. Kushoto haijathibiti, kwa hiyo sisi hatusemi pia. Biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine, huwa wa pili, al-qabdhu. Biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine, al-qabdhu, kuna kukamata. Yarfa'u wa yakhfidhu, ananyanyua akitakacho, wa yakhfidhu, na anakishusha akitakacho, subhanahu wa ta'ala. Biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine, al-qabdhu, kuna kukamata. Yarfa'u, ananyanyua akitakacho, wa yakhfidhuna, anakishusha akitakacho. Rawahu Muslim wal Bukhari. Rawahu Muslim, amepokea Muslim kwa lafzi lake, wal Bukhari maana kimaana. Wal Bukhari kuna tofauti ya maana baina yake na baina Imam Muslim, lakini alhadithu fi sahihain thabit hadha. Sasa anasema Ibn Uthaymeen baada ya kutaja ushahidi huwa sunna, wa ajma'a salafu, na wamekubaliana salaf, ala ithbati liyadaini lillahi, juu ya kuithibitisha mikono miwili kwa Allah, imethibiti. Fayajibu ithbatuhuma, na kuna wajibika kuithibitisha mikono hiyo miwili, lahu, kwake yeye, biduni tahrifin, pasi na kupotosha maana, wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala kuweka mtindo, wala tamthilin, wala kufananisha na sifa za viumbe. Wa huma yadani, nayo hiyo miwili ni mikono miwili. Wa huma yadani, nayo ni mikono miwili, haqiqiyatani lillahi ta'ala, ya uhakika, ya uhakika kwa Allah ta'ala, yaliqani bihi, yenye kuendana naye azza wa jalla. Ibn Uthaymeen anasema
Waqad fassarahuma ahlu ta'til, na kwa hakika wameifasiri mikono hiyo miwili watu wa kupotosha, watu wa bid'a, bin ni'mati wal qudra. Wametafsiri kwa neema au qudra, au kwa nini? Au kwa qudra. Wanasema bali yadahu ay ni'matahu, bali yadahu, wengine wanasema qudratahu, neema zake mbili, qudra zake mbili. Wanatafsiri al-yad bimana ايش؟ النعمه au القدره. وقد فسرها اهل التعطيل، وقد فسرهما اهل التعطيل، na kwa hakika wameifasiri hiyo mikono miwili watu wa kupotosha bin ni'ma, kwa neema, tafsiri yao ya kwanza, au al-qudra, au qudra. Wa nahwiha, na mfano wa tafsiri hizo. Wanaruddu alaihim bima sabaqa fi al-qa'idati ar-rabi'ah, tunawajibu wao kwa kile ambacho kimetangulia katika kaida ya 4. Tena hapa Ibn Uthaymeen ataongeza na ule wajihi wa 5 ambao kwenye kaida ya 4 Ibn Uthaymeen anasema kuna wajihi mwingine wa 4 na zaidi ya hapo, lakini kwanza tunaanza na ile kaida ya 4 kwenye zile wajihi zake 3. Kwanza itakuwa ni khilafu dhahir an-nass, kusema kwamba al-yad tafsiri yake ni neema, au al-qudra ni kinyume na ilivyokuwa dhahiri ya nini, ya nas. Vipi al-yad utafsiri kwa neema? Jawabu ya kwanza. Jawabu ya pili, khilafu tariqati salaf, kutafsiri hivyo kwamba mkono kwa maana ya neema au uwezo ni kinyume na tafsiri ya salaf, kinyume na njia ya salaf kwenye tafsiri. Hakuna katika salaf wale tafsiri hivyo. Ya tatu, tafsiri hii ya al-yad kwa maana ya neema wal qudra laysa alayhi madha dalilun sahih, haina ushahidi wa sawa, kwamba angalau labda kuna ushahidi mwingine wa pembeni, qarina, hakuna. Kwa Ibn Uthaymeen anasema wanaruddu alaihim, na tunawajibu wao bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah, kwa kile kilichotangulia katika kaida ya ngapi? Ya 4. Wa biwajhin rabi'in, na tunawajibu pia kwa njia ya 4. Wa biwajhin rabi'in, na kwa njia ya 4 ambayo kule hakutaja, lakini akaashiria kwamba kuna njia nyingi za kuwajibu. Sasa njia ya 4 ni hii: anna fi siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidhalika qat'an. Anna fi siyaqi, kwamba katika mtiririko wa kusoma wa hiyo aya, anna fi siyaqi, kwamba katika mtiririko, ma yamna'u tafsirahuma, kuna kile ambacho kinazuia kutafsiri hiyo mikono miwili. Kuna kile ambacho yamna'u tafsirahuma, kinazuia kutafsiri viwili hivyo, kwa maana mikono hiyo miwili, bidhalika, kwa tafsiri hiyo ya neema na kudra, qat'an, inazuia tafsiri hiyo kabisa. Ni kweli, ikiwa mfano ukisoma aya hii katika suratul Maida, ukiachilia mbali na zingine ambazo watazileta, pia tafsiri yake kwa mtiririko wa aya inakataa kwamba tafsiri kuwa ni neema na kudra. Mfano aya katika Maida, qalat al-yahudu yadullahi maghlula, wamesema Mayahudi mkono wa Allah umejikunja, bakhili, hatoi. Allah akamwambia ghullat aydihim, imefanya ubakhili na imejikunja mikono yao kwenye kutoa. Bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Hebu niambie, tafsiri ya aya, siyako ya aya inazungumzia ubakhili, Mayahudi wanamtuhumu Allah kwa nini? Kwa ubakhili. Alafu tafsiri hiyo ni neema, kwa maana itakuwa maana yake nini? Bali neema zake mbili. Sasa iko wapi ile maana ya kwamba Allah ni mtoaji, ikiwa unanasibisha neema zake ni mbili? Au kudra, uweza wake wa vitu viwili? Si utawatia nguvu Mayahudi? Huyo Mungu wewe, neema zake hizi. Tafsiri batil, kwa maana siyak, mtiririko wa aya unaikataa tafsiri, utafsiri mikono hapo kwa maana ya nini? Neema
wa qudra. Kama na mkono hapo, mkono shekhe, lakini huo ni mkono wa Allah, unaendana na ukubwa wake na utukufu wake. Mfano aya hii kwa kaulihi ta'ala, ni kama vile kauli yake ta'ala. Haya, tafsiri hapa, Allah anamwambia Ibilisi, ya Ibilisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ewe Ibilisi, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia Adam, kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Hapa anazungumzia kuumba. Sasa hebu nene kwa tafsiri ya watu wa bid'a, itakuwa kufanyaje hapa? Kumuumba kwa nini? Kwa neema zangu mbili, nimemuumba kwa kudra zangu mbili. Inaingia siyaki, inakataa pia. Wa kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam, wa biyadihi al-ukhra, na katika mkono wake mwingine. Sasa utasema hapa katika neema yake nyingine, al-qabdu, kuna kukamata. Neema inakamata vipi? Na tunazungumzia al-qabdu wal-bast, al-qabdu wal-bast. Sasa ikiwa ni neema na kudra, al-qabdu vipi wakati al-qabdu wal-bast katika sifa za mkono? Siyaqi inakataa tafsiri ya wazushi hizi zaonyesha huu ni mkono wa hakika. Tumeelewana hapa au hamjaelewa? Taelewa tu. Haya, sasa kuna yale maelezo ya tuliyosoma yale. Hii al-yad imekuja kwa ifrad, kwa umoja, wa tathniya, na kwa nini? Na kwa wingi, na pia imekuja kwa jamu. Sasa ufafanuzi wake atauleta hapa, tutakuja kusoma darasa inayokuja. Shaka nasema wal awjuhu allati waradat alaiha sifatu al-yadaini wa kayfa nuwaffiq bainaha. Al awjuhu allati waradat alaiha, njia ambazo imekuja juu ya njia hizo, sifatul yadain, hiyo sifa ya mikono miwili. Wa kaifa nuwaffiqu bainaha, na vipi sasa tutawafikisha, tutawawanisha baina yake ili maana zisigongane. Maelezo yakatolewa hapo na Ibn Uthaymeen, nayo utaelewa. Muda wetu umetuishia. Ni darasa ya itikadi ndugu zangu, habba